lolote kabla halijatokea, Mungu huwa ana kawaida ya kuachilia neno litakalomfanya huyo mtu asipite kwenye hilo tatizo. Kabla haujaolewa kwenye ndoa isiyo sahihi, ni lazima Mungu ataleta neno la kukuonya au kukualert juu ya hiyo ndoa unayoiendea. Na Mungu anapoliachilia lile neno, hilo neno huwa linakuwa very simple, haliji na matisho, haliji na mwangwi. Neno linakuwa very simple na linaweza likaja kama wazo. And yet kwenye hiyo instruction ambayo Mungu anaitoa, kuna wokovu umefungwa nyuma ya hiyo instruction. So kabla ya destruction, God will release information. Unaweza kujiuliza, kilichomfanya Nuhu awe tofauti na wengine ni nini? Bado haikuwa ability yake, ilikuwa ni neema ya Mungu juu yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuna ile neema ya Mungu ilivyokuja juu ya Nuhu, iliweza kumsaidia kubehave different. Ilimsaidia aweze kuwa na tabia tofauti na wale wengine. Biblia ya Kiingereza imesema favor. Ile favor ilipokuja juu ya Nuhu, ilimtofautisha Nuhu na wengine. Siku zote Mungu anapoachilia favor sehemu, usikimbie na ile favor, kwa sababu favor without information inaenda kukuua. Popote favor inapokuja, nyuma ya favor kuna information. Ukiona unapata promotion kazini, ukiona favor inakuja kwenye career, usichukuliwe na ile favor. Tafuta information. Kwa nini ninapanda hichi cheo? Enapo ukaconcentrate kwenye favor, ukafurahia yale matokeo ya ile favor, ni ngumu sana sikio lako kumtegemea Mungu na kusikiliza information ambayo Mungu anaiachilia kwenye maisha yako. Kuna watu unashangaa wanaiona favor ya Mungu kwenye maisha yao. Anapanda cheo kwa ghafla, alafu ghafla inatokea kama wanatakiwa kupunguza mtu mmoja kwenye hiyo kampuni, pamoja na kwamba alijiona anapanda, anashangaa jina lake ndo limewekwa, kwa sababu nyuma ya hiyo favor kuna instruction unazotakiwa kuzisikia. Baada ya Mungu kumpa favor Nuhu, Mungu akaja kwa mara nyingine na information. Na information aliyokuja nayo, akamwambia tengeneza safina. Nilisoma nikashangaa sana. Mungu hakuzungumza mara mbili, Mungu alizungumza mara moja juu ya oda ya Nuhu kutengeneza safina. Angemiss ile sauti ya Mungu, pamoja na kwamba alipata neema, mvua ingekuja, chemchem zingetoa maji, pamoja na favor aliyokuwa nayo, bado angekufa. Ndio maana watu wengine hawaelewi, inakuwaje ninamuona Mungu nimeanza naye kwenye hili, imekuwaje hapa katikati limetokea ili la kutokea? Yes, it was a favor, lakini kuna information ulitakiwa kuipata kwenye hilo ambalo unalifanya, and you miss it out. Maisha yote hata ya kwako wewe na mimi yalikuwa yamefungwa kwenye hiyo information ya Nuhu. It was very simple, only 2 minutes or 3 minutes, lakini ndio ilikuwa inaweza kutransform maisha ya Nuhu na uzao wake. Ndio maana unaweza ukashangaa hata ikaja favor kwa mtumishi wa Mungu, alikuwa hawezi kufanya chochote, lakini ghafla anaweza kuprofesa, ghafla anaanza kukemea pepo. Ile favor ikija juu yake, akifail kutafuta information, huo upako uliokuja juu yake ndio huo unaomaliza. Before anything bad happen to you, Mungu ataachilia neno. Linaweza likaja kwa njia ya ndoto, linaweza likaja kwa njia ya mtumishi,
linaweza likaja kwa njia ya kusikiliza mahubiri, lakini kuna namna tu Mungu atakuwa alert. Kwa kabla haujaanza kufanya chochote, wazo lako lolote kwenye uchumi, ni lazima hicho unachokifanya kitoke kwa yule anayejua tatizo liloko. Lazima source ya hiyo information, ya hiyo iwe ni Mungu. Mungu ndo aje akwambie, sikiliza, kuna biashara hii ndio unayotakiwa kufanya. Akikwambia fungua NGO, mwingine hamwambii fungua NGO, mwingine atamwambia fungua kampuni, na ni Mungu huyo huyo. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya Nuhu kutii, Biblia inasema Nuhu akatengeneza ile safina. Alivyotengeneza ile safina, Mungu hakuishia hapo, na kuna instruction alimpa, vitu vya kuweka na vitu vya kufanya kwenye hiyo safina. Mungu akamwambia, sikiliza, nina masharti ya vitu vinavyotakiwa kuingia ndani ya hii safina. Kitu cha kwanza, hakikisha unaingia wewe na mkeo. Alafu alikuwa na watoto 3, akaambia hakikisha hao watoto wako 3 wanaingia na wake zao 3. Kwa hiyo manake watoto 6, yeye na mkeo wanakuwa ngapi? 8. Katika nchi nzima ni watu 8 ambao ndo wanakwalify kuingia kwenye safina. Lakini sio tu kuingia kwenye safina, lazima wawe mke na mume. Alafu Mungu akuishia hapo, akamwambia, nisikilize Nuhu, sitaki tu waingie watu mke na mume, ila wanyama na ndege na kila aina ya kiumbe hai nacho nataka kiingie kwenye hiyo safina. Lakini I want you to be very careful. Ninataka uingize mnyama jike na mnyama dume. Kwa nini Mungu alikuwa anataka, aliweka oda na kiwango na aina ya vitu vinavyotakiwa kuingia kwenye safina? God is not God of quantity, but is also a God of quality. Nisikilize, kumwingiza mnyama jike na dume, kulikuwa kuna uhakika ya wale wanyama wawili kuzaliana. Kwa maana nyingine Mungu anasema hivi, nisikilize mwanangu, ninajua una maono mazuri, ninajua umeshatengeneza hiyo aki ulionayo, lakini I want you to be very carefully na watu wanaoingia kwenye hayo maono. Wanaotakiwa kuingia kwenye hayo maono ni lazima wawepo watu ambao wataweza kuzalisha. Watu unaowaingiza kwenye cycle yako, be very careful. Achana kuingiza na majike mawili, achana kuingiza na madume mawili. Ukiingiza majike wawili watasutana isivyokuwa kawaida. Manake kwenye hayo maono ulionayo, hakikisha kuna jike na dume. Hakikisha kiwango cha watu unaoshirikiana nao, ukiwaangalia, hakikisha hawa watu wata add value kwenye vision ulionayo. Fungua kitabu cha Mwanzo mlango wa 6 mstari wa 20. Ukisoma kwenye huo mstari utashangaa sana. Mungu aliamua kufanya kitu ambacho alijua Nuhu hawezi kufanya. Umewahi kujiuliza namna gani ilikuwa ni ngumu kwa Nuhu kuweza kuwafata wanyama, hasa wanyama wa porini, na kuwaingiza kwenye safina? Lakini Mungu alilijua hilo. Kikawaida Nuhu asingeweza kuwabeba na kuwaleta kwenye safina. Kama ambavyo kuna watu unawatamani na unatamani wawe sehemu ya maono ambayo Mungu amekupa, lakini ukiwaangalia hawa watu hakuna namna unaweza kuwa invite kwenye maono ulionayo. Ninaongopa. Ukiwaangalia hawa watu ni giant, they are very successful, na unajua potential yao ikija ikakutana na ya kwako, kuna uwezo wa kutengeneza kitu kikubwa sana na kikafanikiwa. Lakini kila ukikaa ukitafakari, hauoni namna yoyote unaweza kuwafikia hawa watu ili waje kwenye maono yako. Na ndicho pia kilichokuwa kinamsumbua Nuhu.
kwamba ni kweli natakiwa niingize wanyama wa aina mbili, lakini na lazima wawe jike na dume. Kujua jike na dume sio kazi kwangu, lakini nitawezaje kuwatoa huko waliko waweze kuja. Nisikilize, Biblia inasema akamwambia wawili wa kila namna, sema kila namna, watakuja kwako ili uwahifadhi. Kwa hiyo Nuhu hakunyanyua mguu kwenda kuwatafuta. Manake kuna kitu Mungu alifanya kwa wale wanyama. Kama kuna simba 100, simba wawili wakachomoka katikati ya simba 100, wakaanza kwenda safina ilipo, na Biblia inasema watakuja kwako ili uwahifadhi. Manake kumbe walipokuwa wanaondoka katikati ya wanyama wenzao, ndani yao walikuwa na hofu ya kufa, wanatafuta sehemu watakayokuwa salama, na ndani yao walikuwa wanajua kabisa sehemu ambayo tutakuwa salama ni kwenye safina ya Nuhu. Ili tuweze kupona maisha yetu ni lazima tuwe wanyenyekevu kwa Nuhu. Nuhu akituambia mguu pande, tupige mguu pande, akisema mguu sawa, tupige mguu sawa, kwa sababu ndani yetu ili tuwe hai ni lazima tuende kwa Nuhu. Kwa katikati ya wanyama wengi ambao walikuwepo, wanashangaa kuna wanyama wawili wanachomoka, na hao wanyama wanachomoka ndani yao ikiwa imejaa hofu. Kwa nini walikuwa wamejaa hofu? Katikati ya hofu hakuna ugomvi. Manake simba wanaondoka walipo, pundamilia wanaondoka walipo, wanakutana njiani, alafu simba anamwambia pundamilia, mimi leo sikuli kwanza, maana nina hofu ya maisha yangu, ngoja kwanza niingie kwenye ile safina. Vita yangu mimi na wewe itakuja kuendelea baada ya kutoka kwenye safina, lakini as long as now nina hofu, ngoja mimi simba leo nitakuwa nimefast kwa muda. Kwa simba wanachomoka kule waliko. Nisikilize, ndio maana nikakuuliza, alijuaje Nuhu kwamba hao wanyama sio tasa? Manake kazi ya kujua kwamba ni tasa au sio tasa haikuwa kazi yake, ilikuwa ni kazi ya Mungu. Kwa Mungu alihakikisha anapiki wanyama wawili ambao ni sahihi, wanyama ambao ni productive, na hao wanyama ndio wanaofuata Nuhu, na hao wanyama ndio wanaoingia kwenye safina. Kabla ya kuanza kuinvite watu kwenye maono yako, kuna prayer point utazidevelop. Alafu haitakuwa inakupa shida ukiona kuna simba 4 wamekaa hawaji na kuna simba 2 wamekuja. Utajua hao wawili wanaokuja wameletwa na Bwana, hao wengine watakoma na mafuriko yao. Ukiona mtu anahangaika na watu, hajui kazi ya Mungu ikoje. Watu wanaojua kazi ya Mungu hawahangaiki kuwalinda watu, wanahangaika kutengeneza safina. Ni hatari sana ukahangaika kufanya vitu watu wanavyotaka ufanye. Jua na concentrate kwenye information ambayo Mungu amekupa. Nisikilize, kuna mawazo Mungu anayaongea ndani yako na unayadharau, unaona ya kawaida, lakini hayo mawazo yamebeba hatima za watu. Hayo mawazo yamebeba maisha ya watu. Hayo mawazo yamebeba destiny za watu, na hao watu hawatakufa kama utakubali kutengeneza hiyo safina. Jiulize, uko kwenye siku ya ngapi? Wengine wameshashuka, na ni hatari sana. Unashuka kwenye safina, unaenda kupanda kwenye gari, alafu yanakuja mafuriko. Sometimes you think it's a smart idea to quit, lakini nakwambia wakati mwingine ni janja ya shetani kukutoa kwenye lile kusudi la Mungu. Simama pole. Linapokuja swala la kununua viatu, nimekutana na wateja wangu wengi sana ambao wakati mwingine changamoto yao kubwa wanakuwa wanajutia kwa nini amenunua kiatu ambacho hajakipenda, na baadaye nikuja kugundua kwamba changamoto kubwa ni kutokujua mambo haya matatu. Jambo la kwanza kabisa, kabla hujaja kununua kiatu, unapaswa kujua unataka kununua kiatu size gani. Jambo la pili ni kujua rangi ya kiatu unachokitaka. Watu wengi anakuja sokoni, unakuta rangi hajui kiatu rangi anayotaka. Kwa hiyo
mwisho wa siku anashawishika kutokana na hisia, na anaporudi nyumbani anagundua kwamba alichokinunua sio kile alichokuwa amekusudia. Jambo la tatu la muhimu zaidi ni kujua ubora wa kiatu unachokitaka. Sasa unapohitaji kiatu ambacho ni bora, ni lazima ufikirie kuhusiana na kiatu ni ngozi au ni leather tu ya kawaida. Hayo yote unapaswa kuyazingatia ili uweze kupata kile kitu ambacho umekusudia kukinunua, hasa kwenye swala zima la viatu. Na kama unahitaji viatu bora kabisa, viatu original, unaweza ukanicheki kwa namba yangu ya simu inayopita hapo chini, au pia ukajiunga kwenye grupu ambalo utalikutana au utakutana nalo kwenye Instagram kwenye page yangu Chris Leo Sokoni, lakini TikTok Chris Leo Sokoni, YouTube Chris Leo Sokoni. Huko kote utaenda kupata viatu vizuri, lakini pia tutakuelekeza na namna gani unaweza ukapata kiatu unachokusudia kukipata.